nateketeza vitu zote ambazo ziliweza kurushiwa wanadada huyu, na kemea nikisema zote zikaweza kutokomea, na ni katika jina la Yesu nikiomba hata kuamini. Amen. Nataka muweze sasa fungueni macho mtazame. Fungueni macho yenu muone vizuri kabisa. Guy, Hebu simama juu. Unaona maji? Unaona maji? Nini inafanyika? Guy. We've not been communicating. There's nothing we've been doing. Tuondoke, hatutaki maneno zako. Tulikuwa na mtoto wa kushughulikia na masaa zimeenda. Tumeshinda hapa tukikutafuta hapo tukiwa na wanaume wengine huko. Uachane na mtoto yangu. Ma'am, tafadhali. This is not the way you can solve things. Which things are we solving? Mary. Which things are we solving? Which things are we solving? Tafadhali. How? Calm down. Just imagine, unaona ako na mimi. I came down when this lady came into my house. Do you understand? You see, she's pregnant. What has he been doing? You can't do this to me. Ulikuwa unafanya nini? Wakati ulikuwa huko ulikuwa unanifanyia nini kama mama? I'm really sorry. Kusikia. Nimekuwa nikimtumia pesa, tumekuwa enda. Ma'am, please. Leave my children alone. I have a family, bro. Yes. Leave my children alone. Unasikiza bro. Udem tumegrow na huyu for this little time, tumegrow. Unaona, I still have a new family. Hello wana nguvu na badi, watu wanajua kazi nafanya amazing zaidi manzi. Nashukuru sana kwa support yenu bana. Bila nyinyi singeweza kufika sehemu ambayo nimefika. Alafu mnaifanya jinsi mtamu. Na by the way, kwa kweli mnavyoniangalia I'm not feeling well, but kazi lazima tupige jamani, lazima kazi iendelee. Na hawa walikuwa vipofu kabisa, ila daktari amesema lazima wajionee yale mambo ambayo anazungumzia, na mimi nikasema kweli it's a good idea, sababu unajua that's what makes me happy, because unajua mtu akisaidika na furaha kuwepo kwenye familia, that's what matters most, si ndio? Kwaje? Niko fiti mimi. Niko hapa kuomba msamaha kwa yale yote nimetenda. So tena ndio umekuja kuomba msamaha mara pili. Why did you decide to lie? Daktari ukafikiri daktari ajui kitu ambacho kinaendelea. Unaficha vitu ambavyo unafikiri daktari hawezi jua. Kwa nini? Hivyo ndivyo nilikuwa nimepewa advice na rafiki yangu. Ya kwamba nikifanya hivyo kila kitu yenye nataka nitapata kwa hii boma. Lakini sasa hii nimeomba msamaha. Sitarudia tena hiyo makosa. So hii ni mimba ambayo amebeba? Ni mimba. Daktari. Unajua mimi naweza kusema kwa mimi sipendi kupoteza muda, na sipendi kurudia neno moja mpaka lingine, na nimeweza kuwafungua macho ili muweze kujionea kile kitu ambacho mlikifanya nyinyi wenyewe. Mnajua nini mlikifanya. Hata Lamon ulikuwa umesema tena leo hii ni kuwa hapa peke yangu, lakini nikasema hata wewe uje hapa uweze kujionea mwenyewe na macho yako kile kitu ambacho kinaenda kufanyika hapa siku ya leo. Yes daktari, kwa kweli that's for sure. So daktari, naamini kazi yako sana, na ulisema unasaidia watu ukiwa popote pale. Ndio, mimi nafanya kazi zote na hakuna kazi ambayo siwezi fanya, na nasaidia mtu akiwa sehemu yote ile. Tatizo lolote lile ambalo mtu ako nalo, tafuta Lamon ataweza kukuelekeza jinsi ambavyo utaweza kusaidika. Okay, haina shida sasa daktari. So ukaje Mary? Niko poa kabisa. Nashukuru Mungu. At least naona daktari ana is doing a good kabisa. Ray, ukaje? Niko mzima. Ila nina uchungu sana. Baadhi ya hizi vitu zote zimekuwa zikifanyika hazinifurahishi hata kidogo. Na haya mambo yote yamefanyika kutoka kwa familia, watu ambao nimeamini sana. Nina vikwazo vingi sana kwa roho yangu kujua that sikuwahi amini that vitu kama hizi zinaweza fanyika. Lakini pia wewe pia daktari alikuwa anataka kukusaidia, wewe unaanza kuruka maneno, unaanza kurusha mikono tu hapo, unajifanya superstar bro. That's not the way things are done. Yaani unaambiwa daktari anataka kukusaidia, wewe uko na kiburi, si ndio daktari? Unajua Ray, mimi niliona ile kiburi yako nayo, nikasema tu acha tu. Mimi najua vile nitafanya kazi yangu, nikamwacha tu ile ajione mbabe. Sasa mbona saa hizi umerudi mwenyewe umetulia? Saa hizi nimegundua hiyo mambo yote imekuwa ikifanyika. Hata saa zingine nakaa hivi najiuliza, si kupenda kwangu. Vitu zingine zinafanyika si kupenda kwangu. Lakini baadhi haya mambo yote yamekuwa ikifanyika, nimeona nimekuwa kwa giza sana. Na naomba msamaha daktari. Mimi sijakuwa nikijielewa kwa muda mrefu sana. Vitu yote imekuwa ikifanyika sikuwa najielewa. Naomba msamaha sana daktari.
Anyway, so ma'am, uko aje macho kwa mzuri? Itaingawa nasikia bado inawashawasha. Okay, so umebadilisha mienendo yako? Nimebadilisha kulingana na vile. Ongea na sauti. Vile ile sauti mlikuwa mnaongea nao kama mmeenda kufungia Mary, ongea na hiyo sauti. Okay, sasa tumesikia na tumesikia vile mambo zimekuwa na kwa sababu haja yangu ni mtoto wangu awe na maisha jema na familia yake. Ile kitu nimefanya sasa, nimeona wacha tushuke na tusuluhisha mambo ile ilikuwa imetendeka. Yale mambo yalikuwa imeenda tuachilie na tuelekee kwa Yesu. Okay, so let me ask you a question, ma'am. So hii Mary amebeba mimba kabisa? Ni mimba. Daktari. Una uhakika? Yani bado tu una insist ni mimba amebeba? Ni mimba, sio mimba. Lakini kwenye hii dunia mimi wanasema ya kwamba kila mtu anajua kile kitu ambacho kilimleta hapa duniani. Kila mtu afanye kile kitu ambacho kilimleta hapa duniani. Fanya tu njia za Mwenyezi Mungu, kuwe tu mtu mzuri. Kula tu jasho yako na usisumbue maisha ya watu wengine, na maisha yako itakuwa mzuri kabisa. Kwa hivyo Mary, Liz na mom, vile vitu ambavyo mnafanya wakati ambapo mlikuwa pale, nyinyi mungesikia vizuri mkitendao nyinyi wenyewe, mungesikia vizuri. Hakuna kitu nimetenda baya. Nimeomba msamaha. Sasa kama hakuna kitu ulitenda, kwa nini unaomba msamaha? Rafiki yangu alikuwa amenidanganya, lakini saa hii saki hiyo maneno ya hiyo rafiki yangu. Nimekuja kukiri ya kwamba nimekosea, mnisamehe. Najua hata nashindwa kukaa, manake ile kitu inaenda kufanyika hapa ina uzito kabisa. Na Mary, mimi nataka niweze kukuombea Mungu aweze kukupa nguvu ustahimili yale mambo ambayo inaenda kufanyika hapa. Kwa hivyo nichukue fursa hii kwanza nimweke Mary mbele ya Mwenyezi Mungu. Nipe mkono wako. Kila mtu afunge macho. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, ni wakati mwingine mwema tunakuja mbele zako tukisema ni asante kwa sababu ya siku hii ya leo. Mtazame Mary ako mbele yako, mpiganie yale mateso yote ambayo anapitia, zile vitu zote ambazo ameweza kurushiwa, ile vitu yote ambayo iko kinyume na maisha yake na teketeza nikikemea katika jina la Yesu ikapate kushindwa, yote ambayo umeweza kusukumia ikawarudie wao. Na ninaomba katika jina la Yesu, naomba hata nikuamini. Amen. Kwa hivyo sasa hivi mko tayari? Tuko tayari daktari. Hata wewe uko tayari? Kwa nini unataka kutoroka? Niko tayari. Uko tayari kwa nini? Niko tayari. Uko tayari kufanya nini? Unasema uko tayari nini? Kuona hii mambo unasema. Mama wewe, yani wewe uko very funny. Daktari, huyu mama ni kama akili yake iko sawa. Unajua, yeye analeta mzaa wakati ambapo tunaongelea mambo ambayo uko serious, mambo ambayo yanahusu mambo ambayo yanahusu maisha ya mtu. Unajua hapa ni uhai wa mtu ambao natetea hapa, uhai wa mtu ambao unapigania hapa. Na unaleta mzaa bado. Sina mzaa. Umesema kuna mambo itatendeka. Sasa mimi nangojea kuona hiyo mambo. Ndio mimi najua Mary ni mimba amebeba. Hiyo mambo ndio nangojea. Hata wewe mama umengoja kuona mambo? Mimi nataka kijana yangu maisha yake iwe salama. Yoyote mtafanya mfanye tu, bora nyumba ya mtoto wangu isimame. Kwa hivyo unataka tu maisha ya kijana wako ikuwe sawa, lakini maisha ya msichana wako hutaki ikuwe sawa. Sasa mama, hii muda yote hii vitu yote imefanyika. Ndio unajali maisha yangu sana kama kijana wako. Lakini huyu mke wangu, mbona sasa mmemfanyia mambo yote, mmeumiza? Unajua sasa maisha yangu itakuwa na maana yote kama yeye hayuko kwa maisha yangu. Nilikuwa tu yule mke mlichukuana naye na akawa mzuri kwa ujiona makosa yake. Huyu mwenye ameenda kwa waganga huyu. Kukakuja msichana mwingine, nisikize. Baba, katika jina la Yesu nakuja mbele zako jioni ya leo nikisema ni asante kwa ajili ya uhai wa Mary. Nakuja nikisema kwamba nang'oa kila kitu ambacho kiko ndani yake, vitu ambavyo aliweza kurushiwa zote,
vitu za kutoka baharini, vitu za kutoka angani zote ambazo ameweza kurushiwa, na kemea katika jina la Yesu, nikivunja miteko yote ya shetani ambayo amerushiwa, na ng'oa yote, na ng'oa nikiteketeza katika jina lako takatifu Yesu, na ng'oa yote Bwana, na ng'oa nikiteketeza kabisa, na ng'oa nikiteketeza yote kabisa katika jina la Yesu kaweza kutoka, na kemea mitego yote ya shetani ambayo aliweza kurushiwa, na ng'oa nikiteketeza, na kataa nguvu za giza ambazo zimeinuka na maisha yako Bwana, na kuja mbele zako Yesu Kristo nikisema ni asante, na kemea niking'oa kabisa. Mfungue katika jina lako Yesu Kristo, mpiganie, mrehemu, mrejeshe maisha yake, na ng'oa ile vitu yote ambayo aliweza kuwekewa ili iweze kumfunga macho aweze kujua kuna mimba lakini hana, na ng'oa yote, na ng'oa nikiteketeza wale wote waliohusika Bwana, na wateketeza wote, na warushie zile vitu zote ambazo aliweza kurushiwa huyu msichana Bwana, na teketeza vitu zote ambazo ziliweza kurushiwa mwanadada huyu, na kemea nikisema zote zikaweza kutokomea, na ni katika jina la Yesu nikiomba hata kuamini, amen. Nataka muweze sasa fungueni macho mtazame, fungueni macho yenu muone vizuri kabisa. Hebu simama juu. Unaona maji? Unaona maji? Nini inafanyika? Unaona hili? What? Oh my God. Unaona hii kitu unaona ni kama ni mara sijui ni mara sijui ni mbuzi ama ng'ombe. Hii sio mara. Hii sio mara. Hii ni majini ambayo ulikuwa umerushia. Unaona sasa kitu kile kitu nilikuwa nakizungumzia ndio hiki sasa. So hiyo yote imekuwa ukweli. Haikuwa mimba. What is this? Nilidanganywa. Bullshit. So you're the wife I married. Oh my God. Mom, surely me your son. Unaona kama mtoto wako wa miezi 6 ndio huyu. Angalia hapa. Mtoto wako wa miezi 6 ndio. Pole. Can you do that to me? Ray, nilikwambia. Ona. Sasa Ray, unaamini sasa kile kitu ambacho nilikuwa nakizungumzia? Unaona nini nilikuwa nakizungumzia? I can't believe this. Mom, Fanya hivi mom. hivi ndio unaweza mfanyia? Amekukosea nini? Sio mimi kwani huwezi ukunderstand sio mimi. Mimi nimekasirika kabisa, na mimi hata sitaki mambo. Unaona sasa watu wengi wanafungiwa Sitaki mambo yako. Wachana na mimi. Sitaki mambo yako. Sitaki. You can't do this. Unasema utaki I'm very hurting. Wachana na mimi. Wachana na mimi. Leave me alone. No. I disown you from today. Please leave me. Amwezi nifanyia hivi haki. Amwezi nifanyia hivi. Nikwambia kwamba usikuwe na shaka. Mimi niko hapa na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu nitaweza kusaidia. Kwa hivyo nichukue fursa hii kwanza kuweka mbele ya Mwenyezi Mungu. Hii ni daktari sasa? Hii ni majini ambayo aliweza kurushiwa. Hii ni kurushiwa. Hizi ndio vitu amekuwa akilea for the last 6 months. Unaona sasa ilikuwa ina grow pole ama ni tumbo tu inajifanya inakaa juu kumbe hakuna kitu ndani. Hii ni vitu zilikuwa zina grow pole tu zikuwa ndani yake. Aliweza kurushiwa na nguvu za giza. Hizi ni nguvu za giza ambazo aliweza kurushiwa ili ziweze kumfunga, na ilikuwa ni uzazi wako ulikuwa umefungwa. Haungewahi pata mtoto, haungewahi kuwa na watoto kabisa, na ungewahi kuwa na ndoa. Unaona watu wengi pale nje, kuna watu wanahisi kwamba saa nyingine wako na mimba na kumbe hawana mimba. Ni vitu kama hizi. Alafu daktari nikuuliza, so alifunga pia, ulisema alifunga kabisa. Hii ni njia moja kufunga asipate pesa na kila kitu kisiwe vizuri. Hii kupitia hii aliweza kufungwa asipate watoto, njia zake za pesa na maisha yake isiweze kusonga mbele, na asiwahi pata ndoa kupitia hizi mambo. Unaona sasa wewe ukifanyia hivi vile vitu ambazo umefanyia mwenzako utasikia namna gani? Kwa hivyo nasikia vizuri ukiharibu maisha ya mwenzako. Sema ukweli si kupenda kwangu. Rafiki yangu ndiye anidanganyia. Rafiki yako anakudanganya na unafanya vile anakuambia. Kuharibu maisha ya mtu mwingine. Mnawezaje nifanyia hivi? Please. Naomba msamaha. Zile vitu ambazo anapigana nazo kila siku. Kwa nini mnataka kuniua? Naomba msamaha. Daktari, na mimi ndo nasema kila siku, mtu usiogope kama uko na shida. Kama uko na tatizo, usiogope kabisa kuweza kuongea. Manake mimi niko hapa kuweza kusaidia mtu akiwa na tatizo lote. Unaona sasa kama hii, kama angekuwa baada ya Marekani,
hii kitu ingegrow na ungeona tu maisha yako inasambaratika kabisa vile. So nikuuliza daktari, ingefika miezi 9 angezaa ama angekufa tu? Ingefika miezi 9 angekufa tu akienda kuzaa? Angekufa. Hii ni kifo ilikuwa inamfuata. Hata tukiweza kuzungumza tukianza niliweza kusema kwamba walikuwa wamemwekea kifo. Na hata uliona wakati ambapo walikuja kuomba msamaha, ni kifo walikuwa wanamtafutia huyu kifo na kuweza kusambaratisha maisha yake kabisa. Yaani walikuwa tu na haja kusambaratisha maisha ya mwenzao. Mary, usiwe na wasiwasi, daktari akikuwa utakuwa sawa. Utapata mtoto wako ambaye unayofaa na Mungu atakujalia. Sawa sawa? Asante daktari. Asante, Mungu akubariki sana. Mimi nitazidi kukuweka kwenye maombi na nitazidi kuomba kwa ajili yako na kufunga kwa ajili ya maisha yako, na kwa sababu bado vita vipo, bado unapiganwa vita. Unaona sasa vile wametoka hapa, ujui ni nini ambacho wanafikiria, manake siri zao zimeweza kugundulika na wao hawatakaa chini watulie. So daktari, hata mimi pia nimekasirika sana. Sawa daktari, mazee nashukuru sana kwa kazi yako nzuri. Ona vile anavyojifanya mzuri. Naamini kabisa kila kitu kitakuwa sawa kabisa. Ama unataka nikurushie hizi vitu nikurudishie wewe? Nimeomba msamaha. Nimeomba msamaha. Ziwarudie. Hizi vitu ziwarudie. Ziwarudie kabisa. Najua cha kufanya. Najua kitu. Sawa daktari, mimi nashukuru sana kwa kazi yako nzuri. Na for now what I'll say is bye bye till next time.